tuanze na Nila. Tuzo ya goalkeeper bora wa Afrika Magharibi imekwenda kwa Musa Pinpin Kamara. Msimu wake so far tumeona mafanikio aliyoyapata. Kwa upande wako, tuzo hii imeenda kwa mtu sahihi, na kama imekwenda kwa mtu sahihi ni kwa vigezo vipi? Takwimu zake na rekodi zake zilikuwaje? Kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kuheshimu ni kile ambacho ameweza kukifanikisha Musa Pinpin Kamara. Katika tuzo yoyote ile tunapaswa kujua kitu gani ambacho wanakuwa wamekirenga haswa au watu ambao wanakuwa katika nyanja hizi za kupiga kura. Moja wapo kitu ambacho kinarengwa ni performance ya mchezaji ndani ya msimu husika. Na ndio kitu nadhani ambacho kimeenda kumpa nafasi kubwa sana Musa Pinpin Kamara ya kuweza kwenda kutoa tuzo hii. Alikuwa anagombania na magolikipa ambao wana uwezo mkubwa sana. Ukimuondoa golikipa namba 2 wa timu ya taifa ya Mali, lakini Djigui Diarra hakuna mtu ambaye afahamu ubora wake, ine consistency kila season anakupa top performance. Edouard Mendy pia ana ubora mkubwa sana akiwa kule nchini Saudi Arabia. Kwa hiyo unakuja kuona Musa Pinpin Kamara kwenye msimu wake wa kwanza akiwa na Simba Sports Club amedeliver zaidi ya vile watu ambao walitarajia. Clean sheet 17 katika michezo 28 ya ligi. Ni kitu 18, yes. 18 katika michezo 28 ya ligi ni kitu ambacho kikubwa sana kwake. Ameweza kufanya kile kitu ambacho watu wengi walikuwa wanataraji kukiona ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Amefanikiwa kusimama kwenye milingoti mitatu na kuiongoza timu mpaka kufika katika mchezo wa finali, kitu ambacho amekifanya kwa ubora mkubwa sana. Ukija kuangalia wapinzani wake ambao walikuwa wanashindana nao kwenye ukanda huu wa Afrika, mfano wa mwepesi Djigui Diarra hakuwa na msimu mzuri kiasi kile. Unajua Djigui Diarra msimu huu ameanza akiwa na performance ya kawaida sana, tofauti na kipindi cha nyuma ambacho watu wengi sana walikuwa wanamuona kama Djigui Diarra akiwa na performance bora kabisa. Lakini kipindi cha karibuni pia tutakuwa tuna kumbukumbu nzuri. Djigui Diarra alipitia hali ya majeraha, na siku zote majeraha ni adui mkubwa sana kwa mchezaji yoyote. Lakini Musa Pinpin Kamara ina consistency, ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanaiweka Simba Sports Club mchezoni siku zote. Kama utakuwa na kumbukumbu nzuri kabisa, Simba Sports Club msimu huu wamekuwa katika mashindano ya kimataifa katika zile round, shirikisho. Katika raundi za kwanza ambazo walikuwa wanacheza Simba Sports Club, kuna kitu ambacho kilitokea kwenye mchezo wao dhidi ya Al Hilal Tripoli, saves ambazo alifanya Musa Pinpin Kamara dhidi ya Cresesto Mabururu ni kitu ambacho kiliweka Simba mchezoni. Kwa hiyo unakuja kuangalia ana mchango gani ndani ya Simba Sports Club, kitu gani ambacho amekiachieve ndani ya msimu huu for the first season. Unajua Afrika kitu ambacho tunashindwa sana kukipata kwa ufasaha mkubwa sana ni ile hali ambayo tunakuwa tunaitafuta ndani ya msimu mmoja. Unajua leo hii unaweza kumhamisha kutoka hapa Djigui Diarra kumpeleka labda ligi ya South Africa, aka struggle kuadapt mazingira ya South Africa, lakini Musa Pinpin Kamara kutoka Guinea, Horoya amekuja Tanzania, fast free ameweza kuderiva tofauti na watu wengi walivyokuwa wanafikiria, na amekuja kwenye timu ambayo ina malengo makubwa. Unajua katika moja ya kitu ambacho kinawapa sana pressure wachezaji, licha Musa Pinpin Kamara kucheza Horoya, lakini kumbuka Horoya haina pressure kubwa kama Simba Sports Club. Hilo tunalifahamu, tunazifahamu timu zetu za Tanzania. Amekuja kwenye season yake ya kwanza kwenye timu ambayo ina pressure kubwa, timu ambayo ilikuwa kwenye ubora mkubwa na ikapotea, inahitaji kurudi kwenye piki yake. Ameweza kusurvive kwenye milingoti mitatu. Kabla ya Musa Pinpin Kamara, tukumbuke kuna magolikipa ambao Simba waliwahi kufanya kwa kujaribu kuwaleta. Walileta Mbrazili lakini akaishia kwenye pre-season Misri. Amekuja pale Ayubu Rakled kwenye first season yake hakuweza kupiki kiasi kile. Unajua mpaka watu wanakuja kufikiria kwamba sasa hivi Akaya Risarim kwenye mchezo fulani, sasa hivi Akaya Ibra Credit, wewe umeshindwa kufikia kwenye target ambayo watu walikuwa wameipanga. Lakini Musa Pinpin Kamara msimu wa kwanza anakuja anaonyesha wana Simba kitu gani ambacho anatakiwa kukifanya. Hebu muangalie kwenye michezo 10 ya kwanza, mchezo pekee aliweza kuruhusu magoli ni mchezo dhidi ya Coast Union, anakuonyesha kwamba yeye ni zaidi ya mlinda mlango, modern football goalkeeper. Ameweza kutoa hii tuzo na alikuwa anastahili. Yani kuna baadhi ya vitu havihitaji hata maelezo mengi sana, lakini Musa Pinpin Kamara kwenye msimu wake wa kwanza ukiacha mapungufu yake as a goalkeeper, lakini mimi naamini kwamba alikuwa anastahili na anastahili kuchukua tuzo zaidi ya hii pia. Sawa, Musa Pinpin Kamara kwenye ligi yetu ya NBC tayari ana clean sheet 18. Kwa maana hiyo tunasema kwamba anahitaji clean sheet moja tu ajihakikishie tuzo ya goalkeeper bora wa msimu kwenye NBC msimu huu. Lakini wakati huo tunazungumza anayemfuata sasa, kwa maana Djigui Diarra yeye ana clean sheet 16. Nakupa mfano, na mfano huo ndio swali langu lilipo. Ikitokea Musa Pinpin Kamara akakosa clean sheet katika michezo yake miwili iliyosalia, na Djigui Diarra akapata clean sheet katika michezo yake miwili iliyosalia, kwa maana wote wakamaliza wakiwa na clean sheet 18, nani ambaye anakwenda kuwa goalkeeper bora wa msimu kwenye ligi kuu?
Wataangalia na idadi ya mechi. Unajua mkitai kwenye clean sheet kinachoenda kuangalia ni idadi ya mechi. Nani ambaye amecheza michezo mingi na nani ambaye amecheza michezo michache. Yule ambaye ameweza kukaa langoni kwenye dakika chache ndio kipa pekee ambaye atakayepata clean sheet. Kwenye swala la clean sheet mkitai, kitu cha kwanza kinachoangaliwa, wewe ulicheza michezo mingapi na huyu alicheza michezo mingapi. Katika hiyo michezo, nani ambaye aliperform well? Nani ambaye amevuna vizuri kwenye michezo hiyo. Kwa hiyo kwenye swala la clean sheet mkitai, kitu cha kwanza wanachoenda kukiangalia ni hicho hapo. Na ndio maana ukiangalia tu binafsi Musa Pinpin Kamara anafanya kila liwezekanalo ili mradi kumaliza top. Kama utakuwa na kumbukumbu mzuri kwenye mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Ken Gold, kuna kosa lilifanya Shefondo Maroni. What a save anaenda kuifanya Musa Pinpin Kamara. Yaani unaweza kujiuliza kwa nini anashangilia baada ya kufanya ile saves. Kwamba kuna kitu ambacho anakiamini kwamba anatakiwa nikitimize. Na moja ya kitu ambacho anakipigania yeye kama yeye ni records. Unajua moja ya kitu ambacho kinaweza kukufanya goalkeeper ukajitengenezea soko zuri, yani kuanzia duniani na katika anga mbalimbali za soka, ni wewe kuweza kuwa na fomu nzuri, ni wewe kuweza kuregister clean sheet nyingi. Goalkeepers siku hizi watu hawaangalii umefanya saves ngapi, wanachoangalia umewezaje kulinda lango lako vizuri na umevuna clean sheet ngapi. Na ndio maana katika numbers za goalkeepers ni mara chache sana kuona goalkeeper anakuhesabia umepiga pasi ngapi. Ukiwa na ubora mguuni wa kuweza kufanya build up, hata kama utakuwa kwenye mechi moja unapiga pasi 5 tu, lakini ukiweza kukeep clean sheet, watu wengi sana wanakuweka kwenye thamani ya juu, na ndio magolikipa ambao duniani wanakuwa wanahitajika, kwa sababu unaweza kuwa vizuri mguuni lakini kama uwezi kukeep clean sheet, watu hawawezi wakakufikiria, kwa sababu watakuwa wanaamini kwamba wanapoteza alama 3. Nakumbuka kauli ya Antonio Conte aliwahi kusema kwamba katika maisha ya mpira wa miguu, kosea vitu vyote, usikosee kwenye box lako na usikosee kwenye box la mpinzani, akiwa na maana kwamba ukikosea kwenye eneo la ununuzi wa goalkeeping hauwezi ukashinda mechi. Utakuwa una concede every week. Lakini ukikosea kwenye eneo la ununuzi wa mshambuliaji, unaweza pia usipate matokeo kwenye mchezo wowote ule, kwa sababu kila wiki utashindwa kuconvert zile nafasi. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo unapaswa kuwa makini sana kwenye usajili. Bwana Mwayombo, tunaona wanakimbizana huko Djigui Diarra pamoja na Musa Pinpin Kamara. So far so good. Tunaungana na watazamaji wetu hapa. Geoffrey Mlegi msimu yeye anasema Pinpin Kamara goalkeeper bora msimu 2024-2025. Lakini pia Kangeze John anasema Diarra kipa bora, MVP Pacome. Tutazungumza huko. Lakini pia akauliza tena tuzo za mashindano ya CAF zinafanyika lini? Huyu Geoffrey Mlegi msimu. Sawa, kabla hatujamjibu swali lake Mwayombo, mimi nataka nikuulize baadhi ya vitu. Tulikuwa hatujazoea kuwaona magolikipa wa sampuli ya Djigui Diarra, lakini pia Musa Pinpin Kamara. Tunasema kwamba imekuwa sasa ndio kama mtindo kwa hivi sasa. Goalkeeper anatazamwa mwenye sifa ambazo angalau zinakaribiana au zinafanana na hizi za magolikipa hawa wawili kutoka Afrika Magharibi. Tuambie, ni kwa namna gani magolikipa wa aina hii wamekuja kulifungua soka letu na kitu gani ambacho tunafaidika sisi? Ya kwanza, kabla sijajibu hilo swali lako, kwanza nataka nizungumzie kidogo hii tuzo ambayo amepewa Musa Pinpin Kamara kutoka kule kwao West Africa. Yes, unajua wenzetu hawana unazi. Inawezekana hii tuzo ingekuwa East Africa, angepewa mchezaji anayecheza Ulaya. Yes, ama Manchester ama Saudi Arabia, wangeangalia hivyo. Lakini kwa sababu wenzetu wameshapiga hatua kubwa, wanaamini unapompa hii tuzo goalkeeper kama Musa Kamara ambaye anacheza Afrika, unawa inspire wachezaji wengine ambao wanacheza ndani ama vijana wadogo wanaojitafuta, waamini ipo siku watakuja kuchukua hii tuzo. Umeona? Yaani leo hii tuzo umepewa Musa Pinpin Kamara, basi kuna vijana wanaamini hata mimi nitakuja kuipata hii tuzo. Tena mbele ya magolikipa wakubwa. Kwa hiyo hii tuzo ambayo Kamara ameipata, inawezekana simzidi Mendy uwezo, asimzidi Onana uwezo, kwa sababu tunajua ubora wao. Akuepo. Akuepo kabisa. Lakini wale, yani kumpa hii tuzo ni kumjenga yeye kujiamini zaidi. Kwanza yeye mwenyewe hii tuzo itampa hamasa. Mimi ninaweza kushindana na Onana, umeona? Nikachukua tuzo. Inakuwa ni jambo kubwa sana kwa upande wa goalkeeper. Kamara kwa alichokifanya msimu huu anastahili kuliko hao magolikipa wote. Kamara amekuwa na performance bora sana. Kwenye michuano ya ndani hapa. Nira amemzungumzia hapa ile saves ambayo aliitoa. Kipindi kile wakati Simba anaitoa Al Ahly Tripoli. Ilikuwa ni dakika ya 88. Anatoa ule mchomo, baadaye inapigwa kona, Simba anaenda kufunga goli la 3. Kwa hiyo ukija kuangalia mmoja wa wachezaji ambao
wamechangia Simba kupata mafanikio msimu hasa kwenye mchuano wa kombe la shirikisho na ligi ni yeye. Isipokuwa kuna wakati anafanya makosa madogo madogo, overconfidence ile ikizidi. Lakini ni vitu vya kawaida kwenye football. Magolikipa wengi wa kiwango cha juu wapo hivyo bwana Salum. Sawa. Bwana Musa Pinpin Kamara. Unajua Edouard Mendy msimu huu amecheza michezo 28. Yes. Katika michezo 28 ameregister clean sheet 12. 12 pekee. Yes. Clean sheet 12 na alikuwa ana errors nyingi sana kwenye eneo la goalkeeping na watu siku hizi wanaangalia sana performance yako. Hakuwa na performance kubwa kiasi kile, alikuwa na ups and down nyingi sana, lakini kutokana na timu yake kile ambacho ilikuwa inaweza kukivuna ndio ilichokivuna na timu yake imaliza nafasi ya 5. Yes. Unajua mara nyingi sana watu wanaangalia performance yako ina mchango gani kwenye timu na imeipeleka timu kwenye nafasi ipi. Edouard Mendy performance yake msimu haijaipeleka popote Al Hilal. Yaani Al Hilal imeshikia nafasi ya 5 kwenye ligi. Ukija kuangalia kwenye klabu bingwa Asia haijafika popote pale. Kwenye kombe la ndani haijafika popote pale. Kumbuka huyu Musa Pinpin Kamara ni finalist wa Confederation. Timu yake inagombania ubingwa mpaka sasa hivi. Clean sheet 18 ni nyingi sana. Na kamzidi mbali sana. Clean sheet 6 nzima kwenye michezo 28. Haya tunakuja kuangalia ameishia semi-final kwenye kombe la ligi la ndani. Amecheza timu yake ya taifa kwenye ubora mkubwa sana na watu wakuja kuangalia jinsi gani ambavyo alikuwa anaitumikia timu yake ya taifa. Kuna nyakati alikuwa anasemekana anatumikia timu ya taifa akiwa na majeraha. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo Edouard Mendy msimu huu hajaweza kuvideliver na sio Edouard Mendy yule ambaye watu wengi walikuwa wanampigia mahesabu. Unajua kuna muda mwingine lazima ukweli ubakie kuwa ukweli na ndio maana wenzetu hawajaamua kuwa wanafiki. Wanaangalia jinsi gani ambavyo mchezaji ameweza kuperform in a season. Na ndio maana hata ukiangalia hapa unakuta kuna Djigui Diarra. Kwa nini hayupo Andre Onana? Kitu gani ambacho amekideliver Andre Onana Manchester United? Poor performance na kila mtu alikuwa anafahamu hilo. Na ndio maana unakuta wenzetu kwenye kujali mchango wa wachezaji wanaotoka ndani ya bara la Afrika wakiwa katika ushindanishi wa tuzo. Wanaangalia kitu gani ambacho umekiachieve kwenye huo msimu. Kama hamna ulichokiachieve hata kama unacheza Real Madrid, watu hawawezi kukupa. Bwana, lakini kitu cha kuongezea hapo ulikuwa umeniuliza sasa kuhusu faida ya magolikipa wawili. Nikianza kuwalinganisha, unajua Djigui Diarra na wenzake Musa Pinpin Kamara ni walinda lango ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuiongoza timu. Na makocha wa kisasa hawa ama hii modern football ilivyo inahitaji wachezaji ama magolikipa ambao wana uwezo wa kuanzisha mashambulizi. Unapozungumzia kwenye ligi ya Tanzania msimu huu kuna Musa Pinpin Kamara, kuna Djigui Diarra, kwa wazao kuna yule anaitwa Selemani Yakubu Suleiman. Kwa JKT Tanzania. Hawa ni magolikipa ambao mpira akirudishiwa mguuni mwake upo sehemu salama. Sasa soka la kisasa, mifumo hii ya kisasa mara nyingi walimu wa sasa hawapendi kubutua. Anapenda golikipa anzishe, atampigia labda fullback wa kulia, fullback wa kulia atamrudishia golikipa. Golikipa anakuwa na jicho la pasi ya mwisho. Kama ikitokea timu pinzani wamevutika, wamekuja karibu na eneo la katikati ya uwanja, mara nyingi sana golikipa utamwona na utupa kushoto ama kulia. Diarra waangalie sana wanafanya hiyo michezo. Yaani ikitokea nyinyi mmeondoka kwenye eneo lenu, akipata space tu, akirudisha ule mpira, anapiga upande wa kushoto ama kulia, kwa sababu anajua fullbacks wake watapita katika zile njia ama mawinga watapita katika zile njia kwenda kutengeneza mashambulizi. Mpira wa kisasa unahitaji magolikipa wa aina hii. Yaani golikipa wa kisasa anaweza siwe na catching nzuri sana, lakini akawa anajua kuzuia, kutoa michomo ile. Akawa anajua kuanzisha mashambulizi, anajua kunusa hatari. Sasa Diarra anacheza crosses. Kamara anacheza crosses. Diarra ni mkali sana wa 1v1. Kamara huku sio mkali sana kwenye 1v1. Yes. Hapo wanatofautiana kidogo. Kwenye mashuti ya mbali of course wote wawili wanafungwa. Ile mipira wiki jana wote wawili wanafungwa magoli ya aina hiyo. Lakini wana uwezo mkubwa sana wa kunusa huu mpira unaenda wapi niweze kuzuia. Na ndio maana unaona kuna saves nyingine wanazifanya za kibabe, yani mtu uamini aliokuaje pale. Ni vitu vya kawaida. Magolikipa wakubwa ndio wapo hivyo. Yani kwa mimi hawa magolikipa wawili ni kioo kwa vijana wadogo ambao wanakuwa wakati huu. Yaani kama vijana wadogo wanaokuwa wakati huu watawafuatilia vizuri hawa magolikipa, amini nakwambia watakuja kupata mafanikio makubwa kwenye ulimwengu wa soka, kwa sababu hawa ni magolikipa ambao wamekamilika, ambao wanastahili kupata timu Ulaya.
Umeona? Yes, maana ukianza kuwazungumzia magolikipa bora Afrika, utamtaja Williams, utamtaja Elishanawi, yes. Utamtaja yule bwana mdogo Memiche, utamtaja Elishanawi mwingine wa Piramidi, huwezi kumwacha Diarra, huwezi kumwacha Musa Pinipini Kamara, huwezi kumwacha yule golikipa wa RS Berkane. Ni level zile zile. Yaani hao magolikipa level yao ni moja karibia wote. Itakuwa kuna vitu wanazidiana na uzoefu ubora, kuna vitu vichache sana, lakini hawa magolikipa unaweza kuwachukua ukawapeleka timu yoyote ile wakapata faida kwenye hiyo timu. Yeah. Sawa, narudi kwako Nila. Kwenye hizi tuzo ambazo walikuwepo magolikipa watano, kwa maana alikuwepo Yusuf Koita wa Stade Malien, na huyu ndio golikipa namba 2 wa timu ya taifa ya Mali nyuma ya Diarra. Alikuwepo pia Yaya Fofana wa Angers ya kule nchini Ufaransa. Lakini pia alikuwepo Eduardo Mendy kutoka Al Ahly ya Saudi Arabia. Sisi ligi kuu ya Tanzania NBC, magolikipa wawili wakaingia kwenye kinyang'anyiro, na tuzo tunasema kwamba tunaweza tukasema imekuja nyumbani sasa. Bendera ya ligi kuu inapepea. Pengine kwa upande wako hii inatuongezea nini kama ligi, lakini pia kama mashabiki na wadau wa soka la Tanzania hapa? Kwanza hichi kitu ambacho kimetokea kitatengeneza fans engagement. Hata huko nchini Guinea sasa hivi watakuwa wanafikiria kuna kitu gani cha zaidi au cha ziada ambacho Musa Pinpin Kamara anakiofa pale nchini Tanzania mpaka amefanikiwa kuchukua hii tuzo. Basi ina maana kwamba soka la Tanzania limekuwa kiasi kwamba mpaka hao Afrika ambao wameamua kuweka hizo tuzo, wameamua kuangalia kitu gani ambacho amekuwa anakideriva ndani ya timu anayocheza. Ni kitu ambacho kimemfanya yeye aweze kwenda kuchukua tuzo. Kitu kingine ambacho kinaenda kuongezeka ni ile value ya ligi. Unajua kwamba kipindi cha nyuma value ya ligi ilikuwa haipandi kutokana na aina ya wachezaji ambao tulikuwa tunawasajili, lakini sasa hivi tunasajili wachezaji wenye class kubwa sana. Kile kitendo tu cha Simba Sports Club kufika finali kinaongeza value ya ligi. Watu wanaanza kufuatilia ligi ya Tanzania ipo vipi, mbona inaweza kutoa timu ambazo zinaweza kufika finali. Kile kitendo cha miaka nyuma wakina Namungo kuingia kwenye group stages ya Confederation Cup kinaenda kutengeneza value tena kwenye ligi yetu. Kwa hiyo hivi vitu vinaenda kuongeza thamani ya ligi ujue. Yaani watu wengi sana wanaweza kashindwa kuvielewa ni jinsi gani ambavyo vinaweza kwenda kutengeneza thamani ya ligi. Lakini kiuhalisia thamani ya ligi inapanda kutokana na aina ya wachezaji ambao wanakuwa na wamiliki. Sasa hivi watu wataanza kujiuliza, ligi ya Tanzania ina kitu gani? Kwa nini inafanikiwa kutoa magolikipa wawili ambao wanaingia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo dhidi ya magolikipa ambao wengine wanacheza Europe? Kwa mfano Yaya Fofana ni mmoja wa magolikipa wazuri sana ambao wanajitahidi pale Ufaransa. Eduardo Mendy anafahamika ubora wake. Alishawahi kuwa golikipa bora duniani kwenye kipindi chake ambacho alikuwa pale Chelsea wakati wanachukua Champions League. Kwa hiyo watu wataanza kufuatilia ligi ya Tanzania, kitu gani ambacho kinafanyika ndani ya ligi ya Tanzania. Sasa itaongeza ile thamani na pia itatumika kama sehemu ya kuwafanya wachezaji kuweza kufikia kwenye top level. Unajua kipindi cha nyuma tulikuwa tunaamini kwamba Tanzania sio sehemu ambayo inaweza kumfanya mchezaji yani apite kwenda kwenye sehemu nyingine kwa sababu ligi ilikuwa haitazamwi sana, lakini unapoanza kutoa wachezaji bora kwenye baadhi ya tuzo, wanapoingia kwenye vinyang'anyiro, watu wanaanza kuipa jicho la tatu ligi ya Tanzania. Hata au scout wataanza kuitazama. Kwa nini huyu golikipa amechukua tuzo kutoka ligi ya Tanzania? Je, ligi ya Tanzania ligi ya Tanzania ina ushindani kiasi gani? Ligi ya Tanzania inajiuzaje sokoni? Products zinazopatikana pale zipo vipi? Na ndio maana tunaona sasa hivi ukitoka hapa kwenda kumfuata mchezaji labda katika nchi kama Mali, ukimwambia unahitajika Tanzania, hata mwenyewe inakuwa ni rahisi kuweza kutamani kuja Tanzania. Wakongomani wameshajua Tanzania ndio njia sahihi ya wao kupita kuweza kuelekea kwenye mataifa mengine. Tumeona mfano mpesi wakina Eno Kinonga Baka walikuja Tanzania wakiwa hawana majina kabisa, lakini akachukua jina hapa, yule kaenda Farabat. Fiston Kalala Mayele tunapomwongelea yeye ni moja kati ya mastreka bora sasa hivi barani Afrika. Kapita Yanga kaondoka zake yule pale. Alikuja kina Jose Luis Mixon. Kwa hiyo sasa hivi Tanzania kwa hivi ambavyo hizi tuzo zinavyoendelea na jinsi ambavyo wachezaji wanavyoingia kuingia kwenye vinyang'anyiro, inazidi kuongeza thamani kwa baadhi ya wachezaji na inaongeza thamani kwenye ligi. Sitoshangaa siku za usoni tukija kuona ofa nyingi zinakuja kwa baadhi ya wachezaji wazao ambao wanafanya vizuri, kwa sababu watu sasa hivi wataanza kuitolea macho ligi ya Tanzania kwamba kama wanaingiza magolikipa wawili, basi huenda kuna magolikipa wazao wa raia wa Tanzania pia ambao nao wanafanya vizuri. Wataanza kuifuatilia mpaka national team kwamba kwa nini inafuzu AFCON. Kuna golikipa gani ambaye anasimama kwenye milingoti? Watakuja kumuona Yakubu Suleiman. Kwa nini timu inafanya hii taifa linafanya vizuri? Aina ma defenders ambao wanapatikana kwenye taifa hilo, utakuja kukutana na kina Shomari Kapombe, utakuja kukutana na kina Pascal Msindo, Dickson Jobu, akina Abdurazak Hamza, Baka, watajua okay fine. Kumbe huku kuna product nzuri ambazo tunaweza tukazitumia na tukazifanya kuwa biashara. Kwa hiyo hivi vitu vinaongeza value ya ligi na pia vinaongeza thamani ya baadhi ya wachezaji wetu ambao wanacheza ndani, kwa sababu wachezaji wetu pia nao wataanza kutazamwa na baadhi ya mascout, kwa sababu unajua
tunapoongelea magolikipa wao walioingia wanatoka kwenye nchi ambazo feeders wa nchi nyingine ndogo za Ulaya ujue. Nchi nyingine za Ulaya kwa mfano Austria, ukija kuangalia Serbia, ukija kuangalia Norway, hawa ni feeders, yani wanawekeza sana katika hizi nchi. Tena hasa Austria. Nakumbuka nilikuwa nasoma project ya Strasbourg. Strasbourg wana project ya kwenda kuchukua vijana 27 kila msimu ndani ya ligi ya Mari. Kwa kama vijana 27 kila msimu wa under 20. Kwa kama wataanza kuona kwamba kumbe Tanzania pia wanafanya vizuri na wataanza kuitolea macho, itatengeneza mwanya kwa baadhi ya wachezaji wazawa kuweza kupata madili mengine ya kutokea katika nchi nyingine. Tumeona sasa hivi wanahusishwa kina Clement Mzize, lakini yote inatokana na kuna baadhi ya wachezaji wanakuja Tanzania wanafanya vizuri, inapelekea watu kuanza kuitazama ligi ya Tanzania na kujua kwamba okay fine, kuna kitu gani ambacho kipo Tanzania kinaweza kikatumika kama product nzuri kwetu sisi. Normal tumeona sasa hivi kuna rumors Faisal Salmon anahitajika South Africa, lakini kutokana na watu ambao wanakuja hapa wanafanya vizuri na ligi inazidi kujitangaza. Kwa hiyo hichi ambacho kimetokea kwa kina Djigui Diarra kitumike kama njia kwa wachezaji wengine, na tunapaswa kusajili wachezaji wenye class kubwa kama kina Djigui Diarra, Musa Pimpin Kamara, kwa sababu watazidi kuiuza brand ya ligi yetu.